Hatimaye asubuhi ya Julai tarehe 7 imefika na tayari dalili nyingi za maandamano yaliyopangwa imeanza kushuhudiwa. Vikosi vya usalama vimeshika doria kila kona ya barabara ya mitaa jijini Dar es Salaam, Dodoma na mitaa mingine. Vilevile kuna watu hawakulala, walifanya kazi hatari ya kusambaza mabango ya ujumbe wa kuchochea maandamano usiku kucha wa kuamkia leo. Asubuhi hii pia kuna shutuma kuwa waandamanaji wanapanga kuwasha moto barabarani na sehemu nyingine. Shutuma hatari zaidi ni kwamba kuna njama ya wahalifu kuwaua viongozi wao na kukamata silaha, kwa mujibu wa polisi. Huko Dodoma, nje ya bunge la Tanzania, magari ya vikosi vya usalama yanashuhudiwa kushika doria, na sasa jeshi la polisi na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wametoa tamko jipya muda huu, na hii ni muhimu zaidi. Ila kabla ni kujuze yote hayo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tarehe 7 Julai imefika, na kabla hata sehemu kubwa ya Tanzania kuanza asubuhi yake kama kawaida, vikosi vya usalama vya nchi vilikuwa tayari vimeanza safari. Magari ya polisi yameonekana muda huu yakipiga doria barabara kuu kabla ya jua kuchomoza. Maafisa waliwekwa katika makutano ya kimkakati, na uwepo wa usalama nje ya vituo muhimu vya serikali uliongezeka sana, lakini huku mamlaka zikisisitiza kwamba nchi inabaki kuwa na amani na udhibiti, simulizi nyingine inajitokeza wakati huo huo, hadithi inayoibua maswali mapya kuhusu kile ambacho leo kinaweza kutokea. Katika sehemu tofauti za nchi, ripoti na picha zimeanza kusambazwa zikionyesha jumbe zilizochorwa ukutani, maeneo ya umma na magari, zikiwataka raia kujiunga na maandamano ya leo. Wakati huo huo, vituo vya usafiri nchini vinaripotiwa usumbufu usio wa kawaida asubuhi ya leo, huku baadhi ya wasafiri wakidai mabasi yamekuwa magumu zaidi kupata, huku maelfu wakijaribu kuondoka au kuhama kote nchini. Kwa hivyo ni nini hasa kinachoendelea ardhini asubuhi ya leo? Wakati huo huo, saa chache tu baada ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kuwasihi wazazi kuwazuia watoto wao kushiriki katika shughuli haramu au maandamano, vyombo vya usalama vinaendelea kusisitiza kwamba maandamano ya leo yanaweza kutumiwa vibaya na wahalifu. Hata hivyo, wafuasi wa upinzani wanaendelea kusisitiza kwamba maandamano ya leo yanahusu malalamiko ya kisiasa badala ya vurugu au machafuko. Mtazamaji, Julai tarehe 7 ni leo na hatimaye imefika, na Tanzania imeamka na kuwa moja ya asubuhi zinazotarajiwa kisiasa katika kumbukumbu za hivi karibuni. Muda mrefu kabla ya wakazi wengi kuanza shughuli zao za kawaida za kila siku, dalili zinaonekana za usalama ulioimarishwa zilikuwa tayari zinaonekana katika maeneo kadhaa, zikionyesha azimio la serikali la kudumisha utulivu wa umma, huku maandamano yaliyopangwa yakitarajiwa kufanyika leo. Picha zinazosambaa mapema asubuhi ya leo zinaonyesha magari ya polisi yakishika doria mitaani alfajiri kabla ya hata jua kuchomoza, huku maafisa wakiwa wametumwa katika makutano makubwa ya barabara na makutano muhimu katika maeneo kadhaa. Uwepo wa polisi pia ulionekana kuwa mzito zaidi kuliko siku za kawaida, ikidokeza kwamba mamlaka yalikuwa yamewaweka wafanyikazi wa usalama muda mrefu kabla ya mikusanyiko yoyote ya umma iliyopangwa kushuhudiwa. Mojawapo ya maeneo yanayovutia umakini maalum ni Dodoma, ambapo ripoti zinaonyesha kwamba usalama umeimarishwa kuzunguka majengo ya bunge eneo hilo, ingawa maafisa hawajatangaza tishio lolote maalum dhidi ya taasisi hiyo ya bunge Dodoma. Kupelekwa huko kunaonyesha umuhimu ambao mamlaka zinaweka katika kulinda vifaa muhimu vya serikali wakati wa matukio ya leo. Hata hivyo, huku polisi wakiendelea na shughuli zao, ujumbe mwingine umeanza kuonekana katika sehemu mbalimbali za nchi, sio kutoka kwa maafisa wa serikali bali kutoka kwa watu wasiojulikana ambao maneno yao sasa yamekuwa sehemu ya mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania. Mtazamaji, picha zilizoshirikiwa kwenye mitandao ya kijamii alfajiri zinaonyesha kauli mbiu zilizochorwa ukutani, uzio na kwenye magari na maeneo ya umma, zikiwa na ujumbe unaohimiza ushiriki katika maandamano ya leo, huku makaratasi pia yanayoonyesha maandamano na kutangaza sababu za maandamano pia zimetawanywa mabarabarani na maeneo mengine.
Baadhi ya kauli mbiu hizo ni pamoja na marejeleo ya Julai 7 na wito unaowahimiza raia kujitokeza kwa wingi katika mabango na barua hizo zilizotawanywa. Bado haijulikani ni nani anayehusika kusambaza mabango na barua hizi mitaani au ni lini hasa jumbe zote hizi zilichorwa, lakini kuonekana kwao katika maeneo mengi asubuhi ya leo kumeongeza mwelekeo mwingine kwa matukio yanayoendelea leo. Kuibuka kwa mabango, barua na jumbe hizo kunakuja licha ya serikali kuendelea kupiga marufuku maandamano ya kisiasa yasiyoidhinishwa na mikusanyiko ya umma. Katika siku kadhaa zilizopita, mamlaka zimeonya mara kwa mara kwamba mtu yoyote anayekiuka sheria atakabiliwa na adhabu za kisheria. Maonyo hayo yaliimarishwa jana na Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi wakati wa ziara yake kwenye maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari, Katambi aliwaomba wazazi, walezi na familia moja kwa moja, akiwasihi kuwashauri vijana dhidi ya kushiriki katika vitendo vya uhalifu leo. Alienda mbali zaidi kuonya kwamba mtu yoyote anayefanya makosa wakati wa matukio ya leo hapaswi kutarajia kuepuka uwajibikaji kwa sababu tu aliepuka kukamatwa awali. Kulingana na waziri huyo, nchi zinazopoteza amani mara nyingi hukabiliwa na urejeshaji mrefu na mgumu, na kuifanya iwe jukumu la kila raia kulinda utulivu wa taifa. Matamshi yake waziri yalionyesha msisitizo unaoendelea wa serikali katika kuzuia vurugu, huku ikiwahimiza Watanzania kutii sheria. Maoni ya Patrobas Katambi pia yanafuata matamshi ya awali ya msemaji wa polisi David Misime, ambaye alidai kwamba ripoti za kijasusi zilionyesha mipango ya watu fulani kushambulia viongozi wa serikali, kunyakua silaha kutoka kwa vikosi vya usalama, kuharibu mali za umma na kufanya vitendo vingine vya uhalifu wakati wa maandamano haya. Mamlaka yamesisitiza kwamba madai haya yanatokana na taarifa za kijasusi, ingawa ushahidi wa kina haujawekwa wazi. Hata hivyo, watu wanaounga mkono maandamano ya leo wameendelea kutoa maelezo tofauti sana kwa maandamano yaliyopangwa. Vipeperushi ambavyo vimesambazwa sana katika siku za hivi karibuni vinaelezea maandamano hayo kama ya kisiasa, yakiibua masuala ikiwemo uwajibikaji, utawala, ufisadi, kuendelea kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na madai ya mageuzi ya kisiasa. Wale wanaosambaza nyenzo hizo wanaonyesha maandamano ya leo kama dhihirisho la kutoridhika kisiasa badala ya shughuli za uhalifu. Kadiri saa zinavyosonga mbele leo, vyombo vya usalama vinatarajiwa kuendelea kufuatilia yanayoendelea kote nchini, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu taarifa rasmi na taarifa zilizothibitishwa kutoka mikoa mbalimbali. Swali muhimu zaidi sasa sio tena ikiwa Julai 7 imefika, ni wazi kwamba imefika. Swali ni jinsi siku itafanyika kuanzia hatua hii, muda huu na kuendelea, na kama matarajio shindani ambayo yametawala majadiliano ya umma kwa wiki hatimaye yatathibitishwa au kupingwa na matokeo ya msingi. Kwa sasa, mtazamaji, Tanzania inatazama, kusubiri na kufuatilia kila jambo jipya, huku mojawapo ya siku za kisiasa kubwa zinazozingatiwa kwa karibu zaidi nchini humo zikiendelea. Vilevile mtazamaji, nikikamilisha habari hizi, like video hii, subscribe, kisha nijuze mtazamo au maoni yako, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.